Fikiria unaingia kwenye msitu ambao hata mchana wa jua kali ndani yake kuna giza linalokufanya uhisi usiku wa manane. Huu si msitu wa kawaida, ni msitu unaojulikana kama Black Forest uliopo nchini German. Msitu huu umejaa miti mirefu sana, historia nzito na hadithi za kutisha ambazo zimekuwa zikisimuliwa kwa karne nyingi. Wengi wanaamini kuwa huu ndio msitu wenye giza zaidi duniani, si tu kwa sababu ya kivuli chake, bali pia kwa siri zinazoufanya uwe wa ajabu na wa kutisha. Jina la Black Forest limetokana na muonekano wake wa ajabu. Miti yake ni minene na imeota kwa ukaribu sana kiasi kwamba mwanga wa jua unapata shida kupenya ardhini. Miti mingi ni aina ya Picea baeces ambayo hukua kwa urefu mkubwa na matawi yake hujifunga pamoja juu, yakitengeneza paa la asili linalozuia mwanga. Hali hii husababisha giza hata wakati wa mchana, unyevu mkubwa, ukimya mzito unaotia hofu. Watu wanaoingia msituni humo mara nyingi husema wanahisi kama wameingia dunia nyingine tofauti kabisa. Katika nyakati za kale, msitu huu uliogopwa sana. Watu wa zamani waliamini kuwa kuna viumbe visivyoonekana vinavyoishi humo. Hadithi nyingi zilitokana na maeneo ya Swabia ambapo wazee walikuwa wanasimulia kuhusu mizimu, wachawi, viumbe vya ajabu. Baadhi ya hadithi hizi zilikuja kuandikwa na ndugu wawili maarufu kama Brothers Grimm. Walitumia msitu huu kama msukumo wa hadithi. Hadithi kama Hansel and Gretel, Snow White. Hadithi hizi zilionyesha jinsi msitu huu ulivyokuwa mahali hatari na siri. Watu wengi waliowahi kuingia ndani kabisa ya msitu huu wamewahi kuripoti mambo ya ajabu kama kusikia sauti zisizoeleweka, kuona vivuli vinavyosogea, kupoteza mwelekeo hata kwa kutumia ramani. Watafiti wanasema sababu inaweza kuwa ukosefu wa mwanga unaochanganya ubongo, ukimya uliopitiliza, muundo wa miti unaofanana kila sehemu. Lakini baadhi ya watu wanaamini kuwa kuna kitu zaidi ya sayansi. Licha ya hadithi zake za kutisha, leo hii Black Forest ni kivutio kikubwa cha watalii. Watu hutembelea kwa ajili ya kutembea msituni, kupumzika kwenye mazingira ya asili, kujifunza historia, lakini bado kuna maeneo ambayo hayajachunguzwa vizuri na watu huonywa wasiende peke yao ndani sana ya msitu. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, msitu huu una msongamano mkubwa wa miti kuliko misitu mingi duniani. Hali ya hewa yake husababisha ukungu mzito, mwanga hupungua kwa zaidi ya 90% chini ya miti. Hii ndiyo sababu kuu ya giza lake. Kadri unavyozidi kuingia ndani ya Black Forest, ndivyo mazingira yanavyozidi kuwa ya ajabu zaidi. Kuna maeneo ambayo hata wenyeji hawapendi kuyakaribia. Moja ya maeneo hayo ni karibu na mlima unaoitwa Feldberg. Hapa ukungu huwa mzito sana. Sauti husikika kwa namna ya kushangaza. Mwelekeo hupotea kwa urahisi sana. Watu wengine wanasema hata GPS hupoteza ishara mara kwa mara, jambo linaloongeza hofu kwa wageni. Katika karne za zamani, watu waliamini kuwa msitu huu ulikuwa makazi ya wachawi. Hii ilihusishwa sana na mlima wa Brocken. Ingawa mlima huu upo nje kidogo ya Black Forest, lakini hadithi zake zilisambaa hadi huku. Kulikuwa na imani kuwa wachawi hukutana usiku kufanya sherehe zao. Viumbe vya ajabu huonekana wakati wa giza nene. Watu waliopotea msituni hawakurudi tena. Hadithi hizi zilichangia sana kuifanya Black Forest ionekane ya kushangaza zaidi. Msitu huu pia ni nyumbani kwa wanyama wengi wa porini. Baadhi yao ni mbwa mwitu, dubu, kulungu, lakini kutokana na giza lake ni vigumu kuwaona mapema. Sauti zao huonekana za kutisha zaidi. Harakati zao huongeza hofu kwa wasafiri. Hii ndiyo sababu watu wengi huogopa kutembea usiku ndani ya msitu huu. Pia kuna visa vingi vilivyoripotiwa vya watu waliopotea ndani ya Black Forest.
Baadhi yao walipatikana baada ya siku kadhaa wakiwa wamechoka sana. Walidai kusikia sauti zilizowaita. Wengine hawakupatikana kabisa. Ingawa hakuna ushahidi wa mambo ya ajabu, mazingira ya msitu huu yanaweza kumchanganya mtu hadi kupotea kabisa. Ni muhimu kuelewa kwamba si kila kitu kinachosimuliwa kuhusu msitu huu ni cha kweli, lakini pia si kila kitu kinaweza kuelezewa kirahisi. Mchanganyiko wa giza, ukungu, ukimya, historia ya hadithi unaunda mazingira yanayoweza kumfanya mtu aamini mambo yasiyo ya kawaida. Wataalamu wa akili wanasema binadamu anapokuwa mahali penye giza, penye ukimya mwingi, asipoona vizuri mazingira, ubongo huanza kujaza mapengo kwa kufikiria vitu visivyokuwepo. Hii inaweza kusababisha kuona vivuli kama viumbe, kusikia sauti zisizoeleweka, kuhisi kufuatwa. Hivyo sehemu kubwa ya hofu ya msitu huu inaweza kuwa ni akili ya binadamu mwenyewe. Licha ya sifa zake za kutisha, Black Forest ni moja ya maeneo mazuri sana duniani. Ndani yake kuna mito safi inayong'aa, maporomoko ya maji, milima yenye mandhari nzuri ya kuvutia wakati wa asubuhi, mwanga mdogo unaopenya kati ya miti, ukungu unapoinuka polepole. Msitu huu hubadilika kutoka mahali pa kutisha hadi kuwa paradiso ya asili. Msitu wa Black Forest unatufundisha jambo kubwa. Mara nyingi kile tunachokiogopa zaidi si hatari yenyewe, bali ni kile tusichokijua. Ni mchanganyiko wa ukweli, sayansi na hadithi za kale unaofanya msitu huu uwe wa kipekee duniani. Swali la mwisho: kama ungepewa nafasi ya kulala usiku mmoja ndani kabisa ya msitu huu wenye giza, je, ungeweza kuvumilia ukimya wake au akili yako ingekusaliti? Hapo ndipo siri ya kweli ya msitu huu ilipo.